Ujambo mpendwa mtazamaji na msikilizaji popote pale ambako unaendelea kututazama na kutufuata kwa wakati huu. Tunakusalimu kulingana na majira ulionayo katika siku hii ya leo ya tariki 30 Aprili 2026. Karibu kufuata habari zetu katika siku hii ya leo. Kwanza tunakutangazia mubashara matangazo haya kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanze habari zetu na habari hizi. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupitia msemaji wake imesema kuwa ipo katika mawasiliano na nchi za asili za wahamiaji waliofukuzwa huko nchini Marekani na kufikishwa Kinshasa ili kuchunguza uwezekano wa kurejea makwao. Undani wa taarifa hii mwenzetu Safari Dilu Alimasi na ripoti kamili. Naam. Wakati hali ya sintofahamu, maswali na lawama ikiendelea kuongezeka, mjadala mkali haupungui katika mazingira ya kisiasa na kijamii nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu mapokezi ya raia wa nchi za tatu waliofukuzwa kutoka Marekani. Hadi sasa, wakati kundi la kwanza la takriban wahamiaji 15 tayari linaishi Kinshasa, serikali inaendelea kutetea hatua hiyo huku ikisisitiza kuwa uwepo wao nchini ni wa muda mfupi. Katika mkutano na waandishi wa habari uliofanyika Jumatatu ya tarehe 27 Aprili 2026, msemaji wa serikali Patrick Muyaya alithibitisha msimamo wa mamlaka akisisitiza uwazi wa mchakato huo. Alifichua pia kuwa tayari mawasiliano yameanzishwa na baadhi ya nchi za asili za wahamiaji hao ili kuchunguza njia mbalimbali za kurejea kwao au suluhisho mbadala. Kwa mujibu wa Patrick Muyaya, wahamiaji hao wana vibali halali vya kuishi vinavyoendana na sheria za Kongo. Unachopaswa kujua ni kwamba watu wao kutoka nchi za tatu waliwasili na vibali halali vya kuishi na kupitia mashirika ya kimataifa wanashirikiana na serikali katika mchakato huu. Tayari kuna mawasiliano na nchi za husika. Inawezekana katika siku zijazo mawasiliano hayo yakikamilika, tutaweza kuwajulisha kuwa baadhi yao wamepata mwafaka wa kurejea katika nchi zao za asili, kwani tangu mwanzo ilikuwa ni makazi ya muda, alisema Patrick Muyaya akijibu swali la mwandishi wa habari. Aliwataka wananchi kuepuka kueneza hofu katika jamii kwa sababu huu ni mpango uliopangwa kwa muda maalum na hatua zote zimechukuliwa kuhakikisha kuwa watu wote wanaowasili hawaleti matatizo ya kiusalama. Kuhusu uwezekano wa kuwasili kwa raia wa Afghanistan walioko Qatar, msemaji huyo hakuthibitisha wala kukanusha taarifa hiyo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua ya kwanza katika utekelezaji wa mpango wake wa mapokezi ya muda kwa raia ya nchi za tatu kutoka Marekani. Tangazo hilo lilotolewa na serikali kupitia taarifa iliyochapishwa Ijumaa ya tarehe 17 Aprili 2026 ikieleza kuwa watu 15 waliwasili katika mji mkuu wa Kinshasa, ikiwa ni mwanzo wa utekelezaji wa mpango huo. Kutokana na unyeti wa swala hilo, limefikishwa pia katika bunge la taifa kupitia mipango miwili ya bunge ambayo ni swali la dharura na swali la mdomo lenye mjadala. Tuangazie huko Kihimino ni ndani ya tarafa la Fizi. Mtu mmoja akiwa mama wa familia amefariki dunia baada ya kupigwa risasi na watu waliokuwa na silaha ambao bado kujulikana siku ya pili ya kucha siku ya tatu ya wiki tunayo. Kwa jambo hilo shirika jipya la raia pa Kihimino lakemea kwa hali ya juu kitendo hicho. Kwa mujibu wake Bwana Sila Lulungu, mkuu kiongozi wa shirika jipya la raia eneo hilo la Kihimino, sekta ya Mutambala, usultani wa Bwabwari, ameanza kwanza kutoa picha halisi ya mkasa huo ulivyokuwa. Mmepata janga kubwa hapa Kihimino ya kwanza. Kuko mama mwenye alipigwa masase na akakufa hapo hapo na watu wasiojulikana. Na kisa cha kupigwa masase akijajulikana kabisa. Hiyo ndo habari yenyewe tunapata hapa Kihimino. Precisement Kihimino ya kwanza, makini ya veni ya Kihimino. Tatizo yenyewe ilikuwa kuko watu waliokuwa wanashikilia bunduki walifika usiku hapa kwa huyo mama, kisha baadaye wakaomba mtoto maji, wakaona ule mama, wakakamata ule mama, wakasema eti tunakuja kukufunga tupande na wewe huko. Sasa ile saa ya kupanda na ule mama kufika kwenye choo moja hivi juu ya hiyo nyumba ya huyo mama, wakapiga masasi. Ile saa yenyewe walipiga masasi, watu wote wakaingia manyumba na ndo venye walipanda. Maana mama alipigwa masasi kwenye ligoti na kwenye kichwa. Hiyo ndo habari yenyewe iko huku bwana mtangazaji, lakini kupora hawakupora chochote.
na hawakuchukua kingine kitu chochote tofauti na kuua huyo mama na kwenda zao. Kweli polisi ilifika hapa, imeshafanya ankete na inaendelea kufanya ankete. Wasoda wa serikali na wenyewe wameshafika hapa, na wenyewe wameshafanya ankete. Unajua waliingia kwenye kuko maiti. Wakati hayo ya kijiri, mkuu kiongozi huyo wa umma ameomba kwa serikali kuimarisha usalama eneo la Ubwari, pia kama alivyorejea mara tena kutoka eneo hilo. Huyu mama hakuwa na mizozo na watu, na hiyo habari ya uchawi sisi hatuijui kabisa hapa. Manake ingekuwa eti habari ya uchawi iko, si tungisema eti kisa labda ni uchawi, lakini mimi nikwambia kisa mpaka sasa haijajulikana, na mama hatujasikiaga na mizozo na watu. Unajua wanamtangazaji, hiki kituko hapa kwetu Kimino hatukizoei. Kwanza hivi najua ndo vituko viwili, kimoja kama kilipitika made 2011 kama 2012 hivi, na kingine kituko hiki hapa. Maana hivi vitu sisi huku kwetu hatuvizoei kabisa. Wasiwasi haiwezi kukosa, kwa sababu hivi kwanza ni vijiji vidogo, na vijiji vidogo tena kuingiziwa hali kama hii vinaweza vikasababisha hata vijiji kuvunjika, watu kuwa na wasiwasi. Watu wanaweza wakahama. Unaona mijiji hivi, vijiji kama vya Kimino ni vijiji vyenye viko kama na watu 3000 4000, ni vijiji vidogo tu. Unaona, sasa watu wako na wasiwasi mpaka sasa, kwa sababu watu hawajajua kisa ni nini. Na familia ipo, mama hapa sio mgeni, ako na watoto hapa na wajukuu, maana mama ni mwenyeji wa hapa. Sisi kama shirika jipya la kiraia hapa Kimino, kwanza cha kwanza tunalaani hicho kitendo, tunalaani kabisa, na tunaomba wakuu wa serikali kuimarisha security, kuimarisha usalama wa wananchi. Hicho tu ndio kile tungiomba kwenye viongozi vya serikali. Vijiji hivi ni vijiji vidogo, sikika vitu kama hivi vinaleta taharuki kubwa sana, tena sana hapa kwetu. Bado tu katika habari hizo za kufyaturia na risasi huko Baraka, pia mganga msimamizi wa kituo cha afya cha Fizi Alenga Mwenebato Ale, mkahaji wa kata la Matata mjini Baraka, amebaki na majeraha mwilini baada ya kufyaturiwa risasi na watu wenye kumiliki silaha ambao bado kujulikana. Siku ya pili ya wiki tunayo kwenye mida saa 1 usiku akiwa nyumbani kwake. Katika mazungumzo nasi, Bwana Abdallah Mahuridi, kapita wa kata la Matata, amesema kuwa yote yametokea pale ambako mganga alikuwa ameketi ndani mwake, huku mlango ukiwa wazi. Ghafla watu hao walifika na kuanza purukushani nao. Katika hali hiyo ndipo walimfyaturia risasi 2 mwilini na kupelekwa mara moja kwenye kituo cha afya kwa ajili ya matibabu. Abdallah Mauridi, kapita wa kata la Matata, aendelea kuomba vitengo vya usalama kuzidisha mbinu za ulinzi ili raia waendelee kuishi katika hali ya usalama. Ndiyo, huyo mtu kweli alipigwa masasi, ilikuwa saa 1:30 ya usiku. Alikuwa nakutaniwa kwake iko nje, baadaye akajisikia aingie mnyumba. Wakati iko pale kusalo, alisikia tu watoto wanakuja mbio. Ase papa bamwizi. Aliona tu mtu mwenye anavalia tu tenisi civil na bunduki na kuanza kubishana naye mule mnyumba, na akampiga risasi masasi 2 kumwili. Ile saa baliingia vile kulikuwa kuna bakia wengine watu 2 nje. Wote walikuwa wanavalia tu kiraia. Ndiyo kama gisi aliniambia, aliwahi kumutupia kiti ikasonga, kumutupia ule mwizi mule ndani. Labda anaweza kuangusha silaha chini juu bakokotane, lakini ule mwizi hakuangusha ile silaha, alikuwa tu makini na silaha yake. Ndiyo vitendo kama hivi viko vinapita kweli mkata zote na Matata. Maraporo tu unapeleka kila siku, ila tu tunaweza lomba tu ngazi zote za kiserikali ama za kuchunga usalama ya raia waimarishe kweli usalama, kwa sababu kama ikiendelea hivi kweli raia itateseka sana. Aksio ilipitika sasa ndani ya nyumba kusalo, watu wote hawana ile uwezo wa kufanya malupango. Na huko Kongolo ni kwamba watu 6 wanaodaiwa kuwa wezi sugu, akiwemo mtoto mmoja na mwanamke, wamewasilishwa kwenye ofisi ya tarafa la Kongolo mbele ya umma katika wiki tunayo. Wahalifu wao walikuwa wakivunja kuta za nyumba ili kuiba. Wamekamatwa wakiwa wanaendesha vitendo hivyo vya kila siku, huku wakinaswa na mifuko 13 ya simenti pamoja na vitu vingine tofauti.
Kwa jambo hilo, administrator wa tarafa hilo amepongeza vyombo vya usalama pamoja na ujasiri wa wananchi waliofichua taarifa hizo. Administrator wa tarafa la Kongolo, Mboka Miba Jean Paul, anaeleza yafuatayo. Nawaza hii masiku ya nyuma inapita hapa, hii makioske yote madepo ya maessence ilikuwa kila siku. Ndio kwa maana tutawapresente aba bamwizi fetare bako natatiza population. Aba bantu munaona hapa beko reparti mu grupe 3. Grupe ya kwanza ni ile grupe walienda pomola ku depo ya sima ya bwana Jeff. Wakati bakapomola ile depo ya sima bakaiba 13 saki ya sima. Bwana munaona bwana Senga Monga, simama bakone. Mjombo wa Batata Kongolo. Mukubafatilia. Yeye anataya wake, ndio mnabona beko hapa. Aba sibema na tutatiza tu. Ekipe ya pili ya bamwizi. Ile première équipe chef de bande wabo. Monsieur Gabi tuko na mutafuta. Na mukamona Monsieur Gabi ni mwizi, ilifaa tumukamate. Ekipe ya pili bamwizi ya Karibira. Kazi ya kupomola madepo ya Karibira banaiba essence. Ekipe ya pili baliiba kudepo ya Monsieur Héritier. Jo kwenye balienda iba Karibira. Kudepo ya Monsieur Héritier njo victime. Tuko na Monsieur Nyembo Dila. Jo association yabo ya bamwizi. Munaona huyu mtoto? Si mtoto ni kaminera haka. Huyu mtoto anaenda munyumba ya Dr. Water, anaenda iba ekran. Tutamatishe habari zetu siku ya leo na habari hizi. Swala la mipango ya wabunge zidi ya gavana wa jimbo la Kivu Kusini linahitaji uangalizi wa karibu ili kuepuka kuvuruga zaidi hali ambayo inaonekana ni ngumu. Amesema hivyo waziri nchini mawasiliano na vyombo vya habari, pia msemaji wa serikali nchini DRC wakati wa mahojiano na vyombo vya habari wiki tunayo. Wabunge wa mkoa wa Kivu ya Kusini wametoa hoja yao wa kumtaka gavana Jean-Jacques Purusi kuondoka madarakani. Msemaji huyo wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amesema huu ni wakati wa kutafuta amani pamoja na maendeleo. Maneno yake hapa Patrick Muyaya yamewekwa kwa Kiswahili na mwenzetu ndani ya studio. Sur la question des initiatives parlementaires au niveau provincial contre le gouverneur. Kuhusu swala la mipango ya mabunge wa mkoa dhidi ya gavana wa Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi, kuna kumbusho muhimu unapaswa kufanywa. Hivi karibuni tulikuwa Bandundu katika mkutano wa magavana ambapo pia maspika wa mabunge ya mikoa walishirikishwa. Ujumbe wa kwanza wa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulikuwa kutuhimiza kuhakikisha kuwa mabunge yetu ya mikoa yanakuwa na utulivu zaidi, kwa sababu jambo kuu linalozidi yote ni kurejesha amani pamoja na maendeleo, hasa kwa mikoa ambayo haijaathiriwa moja kwa moja. Kwa mkoa kama Kivu Kusini ambao unakabiliwa na hali ya vita tunayoijua, kuna haja kubwa ya utulivu. Hii inamaanisha kwamba bunge halipaswi kutekeleza udhibiti wa kiserikali, bali badala yake inapaswa kuimarisha ufanisi wake. Hilo lilikuwa pendekezo la Rais wa Jamhuri. Nilikuwepo ukumbini na kila mtu alikubaliana nalo. Sasa ikiwa kuna tatizo maalum, linaweza kushughulikiwa kwa njia nyingine ili kuepuka kuongeza ugumu au kuvuruga zaidi yale ambayo tayari ni ngumu, hasa ikizingatiwa kuwa bado kuna changamoto kubwa katika eneo la Uvira ambalo linahitaji uangalizi wa karibu, ikiwa ni pamoja na namna shughuli za kazi zinavyoendeshwa. Na kupitia hapo ndipo kabisa tumetia nukta kwa habari zetu katika siku hii ya leo. Tunakushukuru kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Kama bado ndo mara ya kwanza kuungana nasi, tunakusi usikose kusubscribe, kulike, kucomment na kusambazia wengine habari hizi. Endelea kutembelea kwenye chaneli yetu ili kupata habari kwa muda unaofaa. Jina langu Mchumbe wa Mkulima na Fatuma. Tukutanane baadaye panapo majaliwa. Thank you.